Katika somo la kwanza lililotoka katika kitabu cha nabii Isaya, tumesikia jinsi Mungu anavyoalika watu wake wenye kiu na wenye njaa kula na kunywa katika karamu yake pasipo malipo, pasipo gharama yoyote, pasipo kadi ya mwaliko, bila kujali rangi zao, kabila zao, umri wao, wala chochote kile. Anaalika watu wote. Mungu anaalika watu wote kunywa maji, kunywa maziwa, kunywa divai. Maji yanaashiria maisha, utakaso na baraka na neema zake. Divai inaashiria furaha na mafanikio makubwa. Maziwa yanaashiria virutubisho vinavyosaidia ukuaji, kama vile watoto wanavyonyonya kwa wamama, wanapata virutubisho na vinawawezesha kukua vizuri. Hivyo basi, Mungu anavyoalika watu haidi tu katika kupata riziki zao za chakula, za maji, bali anaalika watu kupata pia ukuaji wa kiimani, virutubisho vya kiimani, furaha, mafanikio, kupata neema zake, kupata baraka zake, kupata utakaso, kupata uhai, kupata maisha, na kubwa zaidi, anaalika watu wote katika maisha ya uzima wa milele. Katika somo la Injili tumesikia wazo hili la upendo na ukarimu wa Mwenyezi Mungu likiendelea kwa
Yesu. Kwa hivyo ndugu yake ameuawa, amekwenda kuhuzunika, lakini watu wanamfuata. Yohane aliuawa katika mazingira gani? Yohane aliuawa wakati Herode alipofanya karamu na akaalika matajiri wa mji, matajiri wote, watu maarufu, akawaalika, akafanya karamu kubwa na watu wakala wakanywa. Lakini wakati wanaendelea, ndugu yake akacheza vizuri mbele yake. Kwa hivyo Herode akamwambia, niambie chochote unachotaka, mimi nitakupatia. Binti yake kwa kushauriwa na mama yake akamwambia, nataka kichwa cha Yohane Mbatizaji. Ndipo Yohane alipouawa na kichwa chake kikawekwa kwenye sinia, kikakabidhiwa kwa mtoto huyo wa Herode. Hivyo basi, karamu ya mfalme, karamu ya kibinadamu, karamu iliyoalika matajiri, karamu hiyo iliishia kuleta kifo. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini karamu ya Mungu anayopitia katika somo la kwanza, karamu ya Mungu Yesu aliyoifanya kwa kulisha watu 5,000, wengi wao wakiwa ni masikini, karamu hiyo inaleta uhai, karamu hiyo inaleta urutubisho, karamu hiyo inaleta mafanikio, inaleta uzima wa milele. Hiyo ndio tofauti. Kwa hivyo leo tunaalikwa kuchagua karamu ya Mungu, karamu ya bure, karamu ambayo haibagui maskini wala tajiri, karamu anayotuitia, kama tulivyosema, anatuitia uhai, anatuitia ukuaji, anatuitia mafanikio, anatuitia furaha ya kweli, sio raha, furaha ya kweli inayodumu, anatuitia utakaso, anatuitia baraka, anatuitia amani katika maisha yetu. Mambo hayo Mungu anayatoa bure kabisa, bila ubaguzi, bila gharama yoyote katika maisha yetu. Somo la pili, tumemsikia Mtume Paulo akitoa uzoefu wake kama mzee. Paulo anaandika waraka huu kwa Warumi akiwa ameshahubiri Injili kwa muda mrefu sana. Hivyo ni mzee anayetoa uzoefu wake, anayetaka kushirikisha watu uzoefu wake wa maisha ya Kikristo, wa maisha ya kutangaza Injili, wa maisha ya kuhubiri. Na katika barua hiyo Paulo anasema kitu kimoja kikubwa sana, kwamba katika maisha yake amepita mateso mengi, amepita changamoto nyingi, na wote tunaosoma Biblia tunajua Paulo alifungwa gerezani, Paulo alitaka kuuawa na mwisho aliuawa. Lakini wakati anaandika waraka huu alikuwa amepitia mambo mengi, bado kifo. Kwa hivyo Paulo anasema nimepitia mambo mengi sana, lakini katika yote hakuna linaloweza kutenga na upendo wa Mungu. Hakuna. Na ujumbe wa Paulo unakuja kwetu leo hii. Aliwahubiria Warumi kipindi hiki, lakini sasa ujumbe huo ni kwetu sisi
Wananzasa, waumini wa parokia ya Teresia wa Mtakatifu Teresia wa Mtoto Yesu, Paulo anatuambia katika shida zetu, katika taabu zetu, katika yale yanayotunyima furaha. Hata hapa tulipo hapa kuna mambo yanatunyima furaha, tumeyabeba katika mioyo yetu. Basi tusisahau, haijalishi ni makubwa kiasi gani, tusisahau kwamba Mungu bado anatupenda. Hiyo ndio habari njema. Tupigie Mungu makofi. Katika shida zetu, katika taabu zetu, katika nyakati tunazoona ni za giza kabisa, katika watu wanaotupiga vita, katika taabu na changamoto nyingi tunazokutana nazo, Mungu anatupenda na hakuna kitu kitatupenda na upendo wa Kristo. Kwa lugha nyingine, Paulo anasema kwa nyakati zote, iwe mvua, iwe jua, iwe furaha, iwe huzuni, haijalishi kiwango chake, basi tusisahau, tusimwache Mungu. Mungu awe tumaini letu, Mungu awe tumaini letu la mwisho. Mungu anatupenda, Mungu atatusaidia katika hali hiyo, ikiwa tukishirikiana na yeye. Hivyo ndugu zangu, leo hii tunaalikwa kutafakari mawazo manne. La kwanza ni tuzo la Mungu. Mungu ndiye anatutunza. Mungu anatutunza kwa kutujalia riziki zake za kila siku. Tunapata chakula, tunapata maji, tunapata mahitaji mengine ya kimwili. Tusisahau tunapoyapata hayo ni kwa nguvu na uweza wa Mwenyezi Mungu. Sisi hatuna chochote mbele zake. Zaidi ya hayo, Mungu anatutunza kwa kutujalia baraka zake nyingi katika maisha yetu. Anatujalia neema, anatujalia furaha, amani, utulivu, mafanikio, anatujalia uhai, anatupatia msamaha wake, huruma na upendo wake siku zote. Hata tunapomkosea, Mungu anaendelea kutupatia bure kabisa. Hatuwezi kununua amani, furaha kwa pesa zetu, ni Mungu anatupatia. Tunapokuwa hatuna furaha, tusikimbilie njia nyinginezo, tumkimbilie Mwenyezi Mungu magotini. Lakini katika hayo, Mungu anatutaka pia na sisi tuonyeshe hayo, tuwapatie hayo anayotupatia wenzetu, tuwapatie furaha, tuwapatie amani, tuwapatie utulivu, tuwe wema kwa wenzetu. Kwa hivyo anatupatia ni kama mkopo, ili na sisi tuweze kufanya hivyo hivyo kwa wenzetu. Jambo la pili, chakula chetu cha kweli, chakula chetu cha milele ni neno la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Basi kuna aina mbalimbali za njaa. Kuna njaa ya chakula na kiu ya maji, ya
vitu ambavyo wanadhani ni vya muhimu na kumbe sio vya muhimu. Njaa ya umaarufu, njaa ya kujilimbikizia mali, utajiri mkubwa wenye uchoyo ndani yake, njaa ya mambo ambayo sio ya muhimu, njaa ya umaarufu wa mali, umaarufu wa kutafuta vyeo hata kwa njia zisizo za halali. Leo hii katika Dominika hii tunaambiwa njaa ya kweli. Kuna njaa ya kweli katika maisha yetu ambayo tusipopata chakula cha kuilisha njaa hiyo tutahangaika sana, hata tukiwa matajiri, hata tukiwa na vyeo, hata tukiwa na mambo yote yanayozunguka, kwa kweli tutahangaika sana. Na ndio maana unakuta mtu ana mali lakini hana furaha, hana amani. Kwa hivyo tunaambiwa njaa ya kweli katika maisha yetu inahitaji kumpata Mwenyezi Mungu. Katika maisha yetu tuna mahangaiko ambayo hatuwezi kuyagundua kwa haraka, lakini yapo. Mwanadamu anahangaika kutafuta maana ya maisha yake. Mwanadamu anahangaika hata asipojua. Hangaiko kubwa ni kutafuta maana ya maisha, ni kutafuta mimi ni nani, mimi ni nani, ni kutafuta mwisho wangu ni nini, ni kutafuta furaha. Nitafanyaje niwe na furaha? Nitafanyaje niwe na maisha ya uzima wa milele baada ya maisha haya? Ni kumtafuta Mungu. Tusipompata tumekosa kila kitu. Hivyo njaa ya kweli inamhitaji Mungu, na Mungu tayari ametuwekea chakula kwa ajili ya njaa hiyo, neno lake. Basi ni mwaliko kwamba katika maisha yetu tupende neno la Mungu, tusome neno la Mungu, tutafakari neno la Mungu katika familia zetu, katika jumuiya zetu. Tutafakari neno la Mungu tukiwa wenyewe, popote pale tulipo, katika siku zetu za maisha yetu hapa duniani. Tutafakari neno la Mungu ili tuweze kushirikishwa katika njaa ya kweli ya maisha yetu. Jambo lingine ni umuhimu wa ushirika au nguvu ya vitu vidogo vidogo. Siku zote Mungu amefanya mambo makubwa kupitia vitu vidogo vidogo. Mungu anatutaka sisi tutoe vitu vidogo vidogo, tukabidhi katika mikono yake, kama yule kijana alivyokabidhi mikate 5 na samaki 2, na Yesu akalisha watu zaidi ya 5,000. Katika mahangaiko yetu, labda tunakosa furaha, tunakosa amani, tunapungukiwa hili na lile katika maisha yetu, tunayumba kiuchumi, tunayumba kiimani, tuna matatizo ya kifamilia, tuna matatizo mengi, yote ambayo tunaweza kuyataja. Yesu anatuambia nipeni kidogo mlicho nacho. Yesu hataki mambo makubwa ili atujalie amani, furaha, atuwezeshe
na samaki wawili. Yaani Yesu anatuambia katika mahangaiko mlionayo, nipeni tu sala zenu, nipeni tu muda wenu, nipeni fanyeni wema kwa wenzenu. Wema, mambo mazuri madogo madogo tu tunayowafanyia wenzetu wenye uhitaji, basi hapo tutakuwa tumempa Yesu mikate mitano na samaki wawili, naye ataichukua na kufanya mambo makubwa katika maisha yetu. Na ndiyo maana watu wa karimu wana furaha, wana amani zaidi. Watu wema wana amani zaidi, lakini watu wanaotenda maovu kwa wengine, hata kama inaonekana wanafanikiwa, hawawezi wakawa na amani ya kweli, hawawezi wakawa na amani ya kudumu, hawawezi wakawa, hata kama wanavyo, hata kama wana mali, lakini zimepatikana kwa uovu, hawawezi wakawa na amani, hawawezi wakawa na mtulivu, hawawezi wakatulia. Watakuwa na njaa ya milele, watakuwa na kiu ya milele, mpaka hapo watakapotubu na kumrudia Mwenyezi Mungu, watakapompata Mungu anayetuliza kiu na njaa zetu kwa umilele wote. Jambo la mwisho ni umuhimu wa kujali wenzetu. Katika somo la Injili tunaambiwa Yesu aliwaonea huruma makutano. Kabla ya kutenda lolote, aliwaonea huruma makutano, kwa sababu walikuwa na njaa, kwa sababu aliona ni kama kondoo waliokosa mchungaji. Katika Dominika ya leo tunaitwa tujiulize, tunawajali wengine? Na tunaposema wengine, wasiwe wa mbali, hao walio jirani na sisi, wanafamilia wenzetu, majirani zetu, ndugu zetu, jamaa zetu, marafiki wetu wenye uhitaji, wenye shida. Tunawajali wenzetu? Kuwajali wenzetu ni pamoja na kukumbushana kusali kwa wale wanaolegea, kwani tunaposali, tunapotafakari neno la Mungu katika jumuiya, katika familia, kanisani, basi tunalishwa ile njaa ya milele. Je, tunawajali wenzetu? Kuna watu ni maarufu sana mtaani, wanasaidia sana wengine, lakini familia zao zinaishi maisha ya shida sana. Tumsifu Yesu Kristo. Tusiishi kwa maigizo. Ukarimu unaanzia nyumbani. Kuna familia kweli, unakuta baba ni karimu sana mtaani, huko pembeni huko, ukipita huko jina lake ni zuri kweli, lakini hapo ndani ni shida, ni ugomvi, ni mchoyo, ni ubadili kwa familia yake mwenyewe, kwa watoto wake, kwa mke wake, kwa jirani zake. Kuna nyumba haingii mtu huko mpaka mwaka unaisha. Tumsifu Yesu Kristo. Sio ndugu, sio jirani, sio marafiki. Kwa hivyo tunaalikwa tuweze kuishi na watu vizuri, tuwe wema, tuwe wakarimu, tuwe na upendo kama Mungu alivyo kwetu sisi. Mungu anavyotujalia yote katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo.
Ndugu zangu, tusimame tukiri maneno